Sehemu iliyopita, sehemu ya 7, kama unakumbuka vizuri, katika simulizi yetu nzuri ya mlango wa nyuma tulipoishia, ilikuwa ni pale ambapo tulikuwa tunashindana kidogo na dereva wangu ambaye huyu alikuwa anaitwa Dastani, na alikuwa ni mchonganishi sana kwa bosi kunisemelea. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 8. Hii ni simulizi yetu nzuri inaitwa mlango wa nyuma. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012 na mtunzi anaitwa Edgar Mbogo ambaye huyu pia utampata kwa nambari zake za 0717 924 403. Ni kuhakikishia kwamba hapa YouTube tuko sehemu ya 8 ya simulizi nzuri, lakini kwenye application ya SMX app iko mpaka sehemu ya mwisho kabisa, yani ya simulizi hii inaitwa mlango wa nyuma. Simulizi nzuri ambayo imeandikwa na mtunzi bwana Edgar Mbogo. Hii ni sehemu ya 8. Maisha yalizidi kwenda mbele mpaka nilipoamua kumchoka kabisa yule dereva. Nikaamua kumpiga chini, lakini akawahi na kupiga simu kwa bosi ambaye huyu akanikatalia kata kumwachisha kazi yule jamaa ambaye nakumbuka alikuwa anaitwa Dastani Kulua. Huyu ni mzigua kutoka pande za Tanga kwake na Zaini Chamba huko. Sikufuatilia kabisa wilaya ambayo alikuwa anatokea, lakini wengi wa kabila lao huwa wanatokea huko Andeni Tanga. Watu wengi waliniambia kwamba nilibugi kumchagua yule jamaa kwa dereva, maana walikuwa namfahamu vizuri kabisa kutokana na tabia ya ushirikina aliyokuwa nayo. Kwa bahati mbaya mimi pia sikuwa naamini kabisa katika ushirikina, japo nilikuwa najua kwamba ndio ushirikina upo, lakini nilikuwa nachukulia kama kitu ambacho mimi hakinihusu kabisa. Mambo yalikuwa yanazidi kupamba moto. Miezi 3 baadaye, ambapo Jumamosi moja jioni, wakati tumeshamaliza safari yetu, nikiamini kwamba bwana Dastani alikuwa ameshaondoka zake kwenda kwake, mara mimi nilitega gari kusubiri abiria pale stendi, na hata muda wangu alipofika na kuanza kuchukua abiria wa kwenda nao kule kwa Matias, nikapigiwa simu na afande Sara Mwakatwetwe ambaye huyo aliniambia kwamba kuna polisi wanaotakiwa kwenda Moshi kwenye mafunzo ya kipolisi, na ilikuwa ni usiku ule kwamba gari yao ilikuwa imeharibika maeneo ya Kongoe. Kwa hivyo kama niko tayari usiku ule uliniwahi nikawachukue. Wana bei gani hao sasa? Nilimuuliza vile afande Sara. Wana 1.5 milioni kazi kwako tu. Utatembea unavyotaka wewe. Lakini pia kuna madereva kati yao wanaweza kukusaidia pia. Hautosumbuliwa na mtu yoyote njiani. Ukifika kule utapewa kibali cha kurudia ambacho kitakupa kinga ya kutokukamatwa na mtu yoyote ule. Aliniambia vile Sara, na hapo sikutaka kulaza damu. Si unajua tena mambo yenyewe yalikuwa yameshaanza kubadilika. Na kuja waambia basi dakika 20 tu nitakuwa hapo. Nilizungumza vile na kukata simu nikiwa nakatisha kupakiza abiria zaidi na kuondoka na wale ambao nilikuwa nao ndani ya gari. Oya, naamsha. Waliopanda wanatosha. Nilimweleza vile mpiga debe ambaye alikuwa anajaza abiria. Nilimpatia shilingi 1000 na kuingia kwenye gari tayari kwa kukiamsha. Vipi bro, mbona hujajaza maleo likiotea tu? Aliuliza vile moja kati ya makondakta wenzangu ambaye huyu ni rafiki yangu mkubwa mno. Ni yule ambaye alinipigia simu ile siku kunipatia lile dili la Handeni. Wewe, kuna ndodo yote anaenda Moshi sasa hivi. Nilimjibu vile bila kuchukua tahadhari, kumbe sikujua kabisa kwamba dereva wangu Kilua alikuwa ametulia pembeni, amejichanganya tu na kundi la watu wanafuatilia kile ambacho nilikuwa nafanya mimi. Kaka, usiache kitu, ndo maisha yenyewe hayo. Alizungumza vile yule jamaa ambaye kiutani tulikuwa tunamuita kama Kimti, jina la mchezaji wa zamani wa Simba. Niliondoa gari na huko mawazo yangu yakiwa kwenye kupiga pesa tu. Nusu saa baadaye nilikuwa napakiza wale polisi ambao walikuwa 35. Walikaa mpaka kwenye siti za katikati. Unajua tena raha ya dereva, hata kama baba unamwona kabisa amekosa siti huwezi kabisa kumpisha. Walibanana kweli wao pamoja na mabegi yao makubwa. Niliweka simu kwenye dashboard na kisha kuifungia kabisa tayari kwa safari. Sikuwa nataka kabisa mazoea na simu muda ule. Niliondoa chombo na safari ikaanza. Stori zao nyingi zilikuwa ni za huko wanakoenda tu, na huko walikuwa nasisitizana nidhamu pamoja na juhudi kwenye mafunzo yao ambayo haya yangewapatia nafasi ya kupata vyeo vipya kabisa. Ukweli nilikuwa napenda sana mtindo wao wa maisha. Walikuwa nasikilizana sana na kuamua jambo kwa pamoja, wakisema kwamba kuna kusimama mpaka Segera, na ni kweli kabisa ilikuwa ni mpaka Segera. Wakisema tunakwenda kula mombo, ndio vile mpaka nafika Moshi alfajiri saa 11 kasoro. Nikajikuta kwamba na mimi nilikuwa ni polisi kabisa. Nilikuwa nimeshazima gari simu. Nilisimamisha gari sehemu ya mapokezi na wao wakashuka, na kwa alikuwa ananipatia pesa yangu 1,500,000 ambayo hii niliweka kabisa mfukoni na sikutaka kabisa kusubiri.
Japo nilikuwa natamani sana kupiga picha pale chuoni CCP, chuo ambacho naweza kusema kwamba kinaweza kuongoza kwa usafi kati ya makambi yote ya polisi ambayo niliwahi kuyaona kwa macho ama kwenye simu yangu hii ya kugusagusa kwenye kioo. Yani vyo pamoja na makambi mengi hapa nchini, hakuna ambayo ilikuwa nazidi kambi ile ya chuo cha kule Moshi. Nilipewa kibali cha kutembea njiani ikiwa ni kama safari binafsi ya kukodiwa. Ilikuwa ni karatasi iliyokuwa na muhuri wa jeshi pendo la polisi, ambayo hii kwa wema ambao nilikuwa nimewafanyia sikuamini kabisa kama ndio wale ambao ukiingia kwenye 14 zao wanakulegeza magoti kabisa. Pale chuoni niliondoka saa 11:30 pamoja na polisi kama 4 hivi ambao hawa walikuwa naelekea majumbani wao wakiwa wameshamaliza zamu zao za usiku. Kwa pamoja unaelekea Dar sasa hivi? Aliuliza vile mmoja. Ndio mzee, tena saa 8 inabidi niwe nimeshafika tayari. Nilimjibu vile yule polisi ambaye alikuwa na nyota 2 kwenye mabega yake. Hebu kwanza hivyo naweza kupata abiria 2 watatu pale himo pale wanaenda Dar? Aliuliza vile yule jamaa akiwatazama wenzake ambao vyao vyao vilikuwa ni vidogo kuliko chake, ambaye walitazamana kwa muda kabla hawajajibu. Ndio, lakini inabidi awai kabla ya magari ya kutoka Moshi kule na kule Lombo hayajapita, alijibu vile polisi mmoja kati ya wale wengine. Na hapo nikasema kweli nilikuwa nimetembelea nyota. Ni kweli mara baada ya kuwashusha Moshi mjini nikakaza mguu mpaka himo na kukomba abiria kama wote, na kisha nikaamsha kwa mwendo mzuri tu ambao abiria waliopenda kabisa. Nikasikia walikuwa naambizana kwamba saa 6 ama saa 7 tutakuwa Dar es Salaam. Nilipokamatwa na polisi njiani kwa mwendo mkali ama kwa overtake vibaya, nilikuwa naonyesha ile karatasi na kueleza kwamba ilikuwa ni dharura, kwa hivyo inabidi niwahi service, nao wakanielewa. Hapo nikajua kwamba ni kweli wanajeshi wanapendana kweli kweli na kuheshimiana, maana kuwabeba polisi haikuwa sababu ya kuvunja sheria, lakini wao walikuwa na uthamini msaada niliokuwa nimeutoa kwa wenzao ambao hawa walikuwa wamewahi majukumu yao salama kabisa, lakini sio kwa sisi madereva na makondakta. Wanakuta dereva anaombea tu kamatwe na polisi ili tupigwe faini ili tupunguze hesabu ya bosi, ama gari liharibike pesa zitumike na kondakta akose pesa ya bosi. Saa 5 ili nikuta niko Mombo. Niliingiza gari kwenye hoteli moja nzuri ambayo sipenda kuitaja kwa jina, lakini ina jina la timu ya mpira kutoka kwenye nchi fulani hivi ambayo iliwahi kutawala mpira miaka ya 60 kurudi nyuma hivi. Hapa ndipo nilipoikumbuka simu yangu. Si unajua sikuwa na mpango na simu kabisa, kwa sababu sikuwa na mtu wa kunisumbua mara kwa mara kama ilivyokuwa kwa Mama Faith pamoja na Sumaya ambaye sasa hakuwepo tena kichwani mwangu, na sikuwa na muda kabisa wa kuwa karibu na mwanamke yote ule. Ukizingatia pale home nilikuwa naingia usiku na kutoka mapema kabisa, japo nilikuwa nahisi ile nyumba ilikuwa na wapangaji ambao hawakuwa na familia, maana sikuwahi kabisa kusikia kelele za watoto. Zaidi nilikuwa nasikia tu miguno ya mapenzi mara moja moja kutoka kwenye vyumba vingine. Ile tu na check simu yangu na kuta kuna miskolo kibao, na nyingi zilikuwa zinatoka kwa bosi na 2 zilikuwa zinatoka kwa Kimti, ambazo hizi moja ilikuwa ni ya jana mida ya saa 1:15, mida ambayo nilikuwa natoka pale Mbezi, na moja ilikuwa na masaa 2 yaliyopita. Nikaona ni bora nimpigie kwanza yeye, maana kuhusu bosi sikuwa najua kabisa alikuwa anahitaji kitu gani, na ukizingatia nilikuwa mbali kabisa na Dar es Salaam. Kwa hivyo kama atakuwa ananihitaji nyumbani kwake, basi nisingeweza kabisa kwenda kwa muda ule. "Wewe uko wapi wewe?" aliuliza wale Kimti mara baada ya kupakia simu yake. Sauti yake ilionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na wasiwasi. "Niko Mombo hapa, narudi Dar es Salaam. Vipi, kuna issue?" Nilimuuliza vile kwa shauku kule kweli. "Da. Yaani kumbe jana wakati unanieleza kuhusu kwenda Moshi jamaa yako alikuwepo hapa stendi hapa." Nikastuka tu, kumbe alikuwa anakuvizia mwanangu, maana usimamaji wake ulinitilia mashaka kule kweli. Alizungumza vile Kimti, na hapa nikajua kabisa kwamba nilikuwa nimekwisha, maana tayari nilikuwa nimeshaona miskolo kibao tu za bosi bwana Freddy. Aisi tayari atakuwa ameshavuruga mambo huko. Nilijikuta niko nazungumza vile kwa sauti, na yeye akaongezea pia, "Itakuwa tayari kweli, maana wakati nakuja Mkata nimeona bosi wako ametega pale Chalinze na kile kigali chake cha IST kile. Yupo kwenye ile checkpoint ya polisi pale pamoja na yule boya wako yule. Nadhani ndio anataka kuondoka na gari mara baada ya wewe kuashishwa kazi." "Da. Aisi nimekwisha kaka, kwa hivyo hapa nachomokaje sasa?" Nilikuwa nauliza vile kama bwege hivi. "Sikia sasa, wewe tuliza kwanza akili. Ondoa hofu kabisa. Wacha kufanya, pita barabara ya Bagamoyo kule. Malafu kabla hujafika kwenye daraja la Makofia pale Malegeza, ingia barabara ya Mlandizi, uje kutokea kwa Matias, mchezo utakuwa umekwisha kabisa." Alizungumza vile Kimti ambaye alinaahidi kwamba atakuwa makini kuwafuatilia wakati anageuza kurudi Dar es Salaam. "Sikufanya makosa.
Ukiachilia mbali kukanyaga mafuta kama chizi, lakini pia nilikuwa makini sana njiani kuhakikisha nafika mapema na kwa muda sahihi kabisa. Saa 8 mchana tayari nilikuwa nimeshashusha abiria Mbezi. Nilipeleka gari gereji kufanya service nikiwa namwambia fundi afunge diff na tairi zote za nyuma na kuliweka juu ya vigogo, na huko anaendelea kumwaga oili. Mahali pale palikuwa na mafundi watatu ambao hawa kiukweli nilikuwa nafahamiana nao mno. Hiyo yote ni kutokana na mara kwa mara nilikuwa nafanya service mahali pale. Kwa hivyo ilikuwa ni rahisi sana kwangu kuwashawishi kwamba endapo bosi atafika mahali pale kutokana na mipango iliyokuwa imeundwa kichwani mwangu, waseme kwamba gari ilikuwepo pale kutoka jana usiku. Saa 10 kasoro gari ikiwa juu ya mawe imeshamaliza service na kutulia kusubiri mtego wangu, nikasikia simu yangu ilikuwa inaita. Nilitoa simu mfukoni na kucheki mpigaji alikuwa ni nani. Nikamwona kwamba alikuwa ni bosi Freddy. Nikampatia simu ile mmoja kati ya mafundi kwamba pokea na kumuuliza aseme kitu gani, na kisha kaipokea. Na leo mwenye simu yana kazi upo uvunguni mwa gari hapa, alizungumza pale yule dogo, na hapo nikamwona dogo akiwa anastuka kwa jinsi bosi Freddy alivyokuwa anafoka. Kazi gani unazungumzia? Hebu mpatie simu haraka, kwa nini upokee simu ya mtu wewe? Ilikuwa ni sauti kali iliyojaa hasira kweli. Simu alikuwa amefungia kwenye dashboard, mimi ndiye niliyesikia inaita. Akaniambia kwamba nipokee tu nimwambie kwamba yeye yuko chini ya gari anaendelea na service. Alizungumza pale yule dogo, na wakati ule mimi pamoja na mafundi wengine wawili tulikuwa tunajifanya kama tunagonga vyuma hivi pamoja na kelele nyingi. Nipe namba 16 mara sogeza hexeli, lakini bado hali hiyo haikusaidia kabisa. Hebu mpatie simu haraka wewe. Hapo ndipo dogo alipokamilisha mpango na kujiongeza mwenyewe. Wewe bro, jamaa nataka kuongea na wewe mwenyewe, alizungumza pale yule dogo, na hapo nikatulia kwa sekunde kadhaa kama vile nilikuwa mbali kabisa, kisha nikachukua simu ile. Shikamoo bosi, nilisalimia vile, lakini salamu yangu haikuwa na kitu kabisa kwa bosi Freddy. Hivi dogo, nimekupokea ukiwa mshamba kabisa, leo hii unajifanya umeshalijua jiji, si ndio? Hebu nielekeze sasa hivi uko wapi? Aliuliza pale bosi Freddy kwa sauti iliyojaa hasira kweli. Nipo gereji hapa bosi, Mbezi hapa kutoka jana usiku, nilimweleza pale bosi Freddy kwa sauti ambayo haikuwa na wasiwasi hata kidogo. Mbezi ya wapi wewe? Aliuliza pale Freddy kwa mshangao ambao ulishachanganyika na hasira ndani yake. Niko Mbezi ya hii da bosi, kwani kuna kitu gani? Na mimi nikauliza pale kwa mshangao nikiwa najifanya kwamba sijui chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwanza Freddy aliachia kicheko kilichochanganyika na hasira ndani yake. Hivi dogo, unajifanya kwamba ni mjanja sana eh? Wewe ulienda Moshi jana usiku wewe, na kupigia simu utaki kupokea, halafu sasa hivi unanidanganya kwamba uko Mbezi. Unanifanya mimi mjinga sana eh? Alizungumza pale kwa sauti ambayo hasira zake siwezi kabisa kuzielezea kiufasaha kusudi uweze kunielewa. Hebu fikiria, mtu anajua kabisa kwamba mimi niko Moshi na sijapokea simu zake kutoka jana usiku. Anachoma mafuta mpaka kwenda Chalinze, tena amechukua na polisi kadhaa kwa ajili ya kunikamata mimi. Halafu sasa hivi namwambia kwamba niko gereji Mbezi toka jana usiku. Hivi ni kweli huyo mtu anaweza kunielewa kirahisi? Bosi, mbona mimi sikuelewi? Moshi nimeenda saa ngapi bosi, na kufanya nini? Mbona mimi niko hapa kutoka usiku? Simu nilikuwa nimefungia kwenye dashboard muda wote bosi, unajua simu hizi nyanga hizi kuingia nazo uvunguni. Nilijitatia vile, na hapo nikamwona kama alikuwa anashusha pumzi hivi. Kwa unajua hasi, usinifanye mimi mjinga sawa? Nina uhakika wa 100% jana jioni umeondoka Mbezi kwenda kuchukua abiria wa Moshi bila hata kunijulisha mimi. Alizungumza pale Freddy kwa sauti ambayo hasira zake zilikuwa zimeanza kupoa. Bosi, ni kwa nini nifanye hivyo? Bwana, mimi nahangaika kutoka jana, usingizi wenyewe nimeusikia kwenye redio tu bosi. Nilizungumza vile kwa sauti ya kinyonge, alafu nikajifanya kama nimekumbuka kitu hivi. Nimekumbuka bosi. Kuna jamaa nilikuwa namdanganya kwamba naenda Moshi pale stendi wakati naondoka kuelekea gereji. Ndio amekwambia hivyo au? Nilimuuliza vile kwa sauti ile ujao uhakika mkubwa kweli. Hapo kilipita kimya fulani ambacho kilikuwa kimeambatana na sauti za maongezi kwa mbali hivi. Ni wazi kabisa bosi Freddy alikuwa ameziba mic ya simu yake na kuna jambo alikuwa anauliza kwa mtu, na mimi nikatega sikio kwa umakini mkubwa sana kusikiliza. Hivyo na uhakika kweli kwamba alienda Arusha huyo? Ilikuwa ni sauti ya chini kama vile alikuwa ananong'ona hivi. Ndio bosi, nina uhakika kabisa, maana baada ya pale nilipanda gari na nyuma yake nikawa nafuatilia. Nikamwona akiwa anashusha abiria kwa Matias na kuelekea upande wa Mlandizi. Anajitetea huyo bosi, hawezi kuwa Mbezi sasa hivi huyo. Kama vipi aseme yupo gereji gani kusudi twende tukamtazame? Ilikuwa ni sauti ya Dastani aliyokuwa anazungumza kwa sauti ya chini kabisa. Halo bosi. Halo? Nilikuwa najifanya kama nilikuwa naita kama vile sikuwa nasikia lolote hivi.
Aya, niambie uko Mbezi garaji gani sasa hivi? Aliuliza pale bosi Freddy. Nadhani alikuwa anategemea kwamba nitababaika kwamba niko Mbezi gani. Nipo kwenye garaji ile ya John Bonge ile hapa Mbezi karibu na Shell kwa Yusuf. Nilijibu vile bila kubabaika, na mara baada ya hapo bosi alikata simu na kusema chochote kile. Mimi nilibaki nikiwa nashika kidogo. Hawa wanajifanya wajanja sana we. Nilizungumza pale na huko nilikuwa nashika overall, yani nguo ya kazi ya fundi mmoja pale gereji, ambayo hii ilikuwa imeshafuka kwa grease na oili, na pia nikajipaka oili mikononi na kusogeza difu mbovu ya Costa ambayo hii ilikuwa ipo mbele yake gereji kwenye vyumba chakavu, na tukaipaka paka oili na tukamtuma mmoja kati ya wale mafundi ambayo huyo alikwenda barabarani na kisha kutega ile kusudi kupangilia kama watakuwa wanakuja. Sisi tulitulia kusubiria simu tu. Dakika 45 baadaye Dogo alipiga simu. Dakika 45 baadaye Dogo alipiga simu na kutujulisha kwamba jamaa walikuwa nakata kona kuingia kule upande wa gereji. Bosi Freddy alikuwa anafahamu vizuri gereji ile pale Mbezi kwa Yusufu, maana iko peke yake tu. Hapo haraka sana nikaingia uvunguni na kuanza kufunga difu. Hata gari ilipoingia ikiwa na watu 5, yani bosi, dereva Dastani pamoja na polisi 3 waliokuwa na kuvalia sare pia, wakanikuta niko uvunguni mwa gari na vuta drift, na huko gari likiwa bado liko juu ya vigogo vile vile, na huko nilikuwa nimechafuka kweli kweli kwa oili. Walipofika huko nilikuwa nategemea kusikia nafokewa ama pengine kutiwa pingu, lakini badala yake nikaona kimya tu, na watu walikuwa nazunguka kwenye ile gari kama vile walikuwa nalikagua hivi. Mzee, gari ambalo unazungumzia wewe ni hili? Aliuliza pale mmoja kati ya wale polisi 3. Ndio, ni hili hapa. Na shangaa nilipoambiwa kwamba lilisafiri kwenda Moshi. Alizungumza pale bosi Freddy, na hapo nikajifanya kama nilikuwa natoka uvunguni mwa gari ile. Bosi, kumbe ni wewe. Nilizungumza pale kwa sauti iliyokuwa imechangamka, na huko nilikuwa najifuta oili katika mikono yangu. Vipi maendeleo ya gari? Kesho litaingia barabarani kweli? Alikuwa anauliza pale bosi Freddy, na huko alikuwa anatazama jinsi gari lilivyokuwa limejaa juu ya vigogo, na pia alikuwa anaangalia lile difu bovu ambalo nilikuwa nimeliweka pale pembeni. Bosi, siwezi kulala mpaka gari nihakikishe limetoka hapa gereji. Nilijibu vile kwa kujiamini kweli kweli, na Dogo mwingine fundi akadakia pale pale. Bosi, watu tumekesha na ile gari usiku mzima, halafu kesho lisingie barabarani kweli? Na hiyo itakuwa ni mkono wa mtu kabisa. Alizungumza pale ule Dogo, na kwa alikuwa anaingia kwenye uvungu wa gari kuendelea kufunga kifuniko cha difu. Kwani tatizo hasa ni kitu gani? Mbona gari lilikuwa vizuri kabisa wakati ule na kuachana nalo pale Mbezi? Aliuliza vile Dastani kwa sauti ya kusuta hivi, na huko alikuwa anacheka cheka kinafiki mwenyewe. Yani wewe ndio dereva ambaye ulikuwa unaendesha ile gari? Basi hauko makini kabisa mshikaji wangu. Hebu una kitu kilivolika hiki. Alafu ukisikia chochote kile mwenzako alikamata gari kidogo tu aligundua kwamba kuna damage. Alizungumza vile Dogo ambaye alikuwa pale juu, ukiachia yule wa uvunguni. Unajua tayari nilikuwa nimeshawapanga kwamba nawapatia 30,000 kila mmoja kama tukitoka kwenye huu msala. Madereva wanatofautiana bwana, maana wengine huwa wanaletewa tu leseni wakiwa nyumbani. Alizungumza vile mmoja kati ya wale polisi 3, na bosi Freddy akadakia pale pale. Ni kweli kabisa kamanda, huyo Hansi ni dereva na fundi pia huyo. Ndio maana siku zote napenda sana kumwamini kwenye hili gari ambalo amelichukua likiwa na miaka 7, na huu ni mwaka wa 8 akiwa bado nalo, na bado liko fresh kabisa. Alizungumza vile bosi kwa majivuno na majisifu, wakati ule Dastani yeye alikuwa anatazama chini kwa aibu tu, sambamba na kujichekesha mwenyewe kinafiki tu. Hansi, sasa umefikia wapi? Aliuliza vile bosi, na huko alikuwa anachuchuma na kuchungulia chini ya gari ambako Dogo alikuwa anafunga kifuniko cha difu. Tunamalizia kufunga tu hapa na kisha turudishe tairi na kuliseti. Nilimweleza vile bosi, ambaye katika maongezi pia nilieleza uongo kwa jinsi nilivyokuwa nimeipata difu kwa shilingi 1,500. Lilikuwa ni used, yani lilikuwa limetumika. Kwa hivyo inaweza ikafaa hiyo, sio? Aliuliza vile bosi Freddy, na mimi nikamtoa wasiwasi kabisa kwamba itakaa kwa muda mrefu, japo ilikuwa inahitaji uangalizi wa mara kwa mara. Watu wale walikaa pale mpaka tulipoliwasha gari na kujaribu kulitembeza. Bosi akanipatia 200,000 ikiwa na matengenezo ya gari pamoja na mafundi. Dastani macho yalimtoka kweli kweli, sura alikunja kwa roho mbaya, na kisha akaondoka zake na wale polisi huko. Bwana Dastani alikuwa ananiomba nauli ya kufika Malamba Mawili ambako alikuwa naishi, maana bosi alikuwa amemwacha bila hata shilingi 1, na mimi nikampatia buku na kisha akaondoka zake, japo sikumweleza kabisa chochote kuhusu umbea wake. Alisepa zake, na huko nilikuwa namuona kabisa kama roho ilikuwa inamuuma hivi. Alikuwa anatamani kuniambia kwamba nimeongezeke kidogo, na mimi nikawapatia mkwanja wao wale mafundi, na kisha nikaondoka zangu, na huko nilikuwa namtumia kimti 50,000 kama asante yake kwa kuniunganishia ule mchongo.
Siku ya pili ilikuwa ni Jumatatu. Mambo yalikuwa yanazidi kupamba moto tu, maana tuliishi kama watu tusiokuwa tunafahamiana, mimi pamoja na dereva Dastani. Safari zilikuwa kimya kimya tu, na kwa muda wote alikuwa amenuna tu, utasema kwamba tulikuwa tumegombana. Mimi sikuwa namjali kabisa. Nakumbuka siku ile aliaga mapema sana, mida saa 11 tu, na ilikuwa ni mara baada ya kurudi safari ya pili ya mkata, na mimi sikutaka kufanya safari nyingine fupi kwa sababu nilikuwa nimechoka kwa safari ya jana yake. Niliamua kwenda nyumbani kupumzika tu, ambapo nililala mapema mno. Siku ya Jumanne, siku ambayo ipo kwenye kumbukumbu zangu nyingi, ilikuwa ni siku ambayo niliamka mapema kabisa na kuamsha gari kwa safari ya Kariakoo. Alafu nikarudi Mbezi kumchukua Dastani ambaye leo alikuwa ni mchangamfu sana kuliko siku nyingine tofauti na jana. Nikajua kabisa kwamba alikuwa ameshamaliza bifu lake na mimi, na kumbe nilikuwa najidanganya mwenyewe. Maana licha kufanya safari zetu vizuri kabisa tukizungumza na kucheka pamoja, nakumbuka mida ya kuraza gari mara baada ya kuwa nimeshamwacha Dastani tayari, nikachukua abiria kama ilivyo kawaida, na kisha nikakaa kwenye siti ya dereva na kuondoa gari, na huko nilikuwa nimeondoka na kijana mmoja ambaye mara nyingi namtumia kama konda mida ya jioni. Nilielekea kwa Matiasi, lakini ile tunaondoka pale nikaanza kusikia kichwa kinaanza kuniuma. Mwanzo nilikuwa nahisi labda itakuwa ni uchovu tu, lakini nilipofika kibamba chama ambapo kuna abiria alikuwa anashuka, na pia huwa anapenda sana kujazia abiria pale, maana vile ni moja kati ya vituo vikubwa kwa sababu kuna baadhi ya magari huwa yanaishia pale. Nilisimamisha pale gari, na huku kichwa kilikuwa kinaendelea kuniuma na kikizidisha maumivu kila baada ya dakika hivi. Wakati konda wangu pamoja na dei waka wanahangaika kushusha abiria, kichwa kilikuwa kinazidi kuniuma kiasi kwamba nikatamani kugairi kabisa safari na kutafuta hospitali pale. Nikakumbuka kwamba kuna kiboksi cha huduma ya kwanza kwenye gari. Nikatoa dawa za kupunguza maumivu, na kisha nikachukua na maji nikameza zile dawa. Nikatulia nikiwa nasubiria tu dawa zianze kufanya kazi, na huko konda alikuwa anasaidiana na wapiga debe kuita abiria wa kuelekea Kibaha. Wakati ule akaja mama mmoja mtu mzima mpaka kwenye mlango wa dereva, akanitazama kwa sekunde kadhaa kama vile alikuwa anataka kuniomba kitu fulani hivi. Shikamoo mama yangu. Nilimsalimia vile ule mama ambaye alikuwa ni mtu mzima kidogo kiasi ningeweza kumuita bibi kabisa, ambaye huyo nilimsalimia huko nikiwa najikaza asione kama nilikuwa na umwa hivi. Marahaba mwanangu, samahani, unaweza kunipatia msaada mpaka Kibaha? Alizungumza vile ule mama ambaye mwonekano wake ulikuwa ni wa hali ya chini kabisa. Ungesema kwamba alikuwa ametoka kijijini, tena kijijini haswa. Twende mama, kuna shida, ingia tu kwenye gari twende, nilimwambia vile ule bibi, na kisha aliingia na kuja kukaa kwenye siti ya mbele kabisa, ile ya katikati ile. Safari iliendelea kiasi cha kwamba kichwa kilikuwa kinazidi kuniuma kiasi kwamba nilikuwa nimeanza kutokwa na jasho usoni. Ile dawa ambayo nilikuwa nimekunywa haikusaidia kitu kabisa. Niliona nilikuwa nachelewa kabisa kufika picha ya ndege. Hata hivyo nilijitahidi sana kujikaza, na huku safari ilikuwa inaendelea na maumivu yalikuwa yanazidi kuniandama, lakini haikuwa rahisi kabisa kustahimili maumivu yake ambayo yalinielemea kiasi kwamba tulipofika Tamko nikajikuta nikiwa naweka gari pembeni na kuinamia steering tu. Hapo yule bibi alicheka kidogo. Kijana, unadhani unaweza kuficha maumivu kama hayo ambayo uko nayo? Akaniuliza vile yule bibi, na huko alikuwa analeta mkono na kunigusisha kichwani, akawa kama ananipapasa hivi. Biana kichwa kinaniuma vibaya sana mpaka naanza kuona kizunguzungu yani. Na kimeanza ghafla tu. Nilizungumza vile huko nikiwa nashindwa kabisa kuzuia sauti ambayo ilikuwa imejawa na maumivu ya wazi kabisa. Wakati ule tayari abiria walikuwa wameshaanza kupiga kelele za kwamba walikuwa wanacheleweshwa. Waliona kwamba tulikuwa tumesimama pale barabarani bila kuwa na sababu za msingi. Mjukuu wangu, mimi niligundua hali yako muda mrefu tu mara nilipokuona pale Kibamba, alizungumzia vile ule bibi, na huko bado alikuwa ananipapasa tu kichwani. Mwanzo niliona kama ilikuwa ni kero fulani hivi, lakini kweli nikaanza kuona ufadhali fulani mara baada ya ule bibi kunipapasa hivi. Niliponyanyuka kwenye kiti, alizungumza vile ule mama, na mimi bila kupinga nikafanya vile. Japo sikuwa na imani za kishirikina, lakini nadhani kutokana na maumivu ambayo nilikuwa nayo nilifanya vile kusudi nipone tu. Hapo ni kama na ule bibi akiwa anapekua kwenye cover ya siti ambayo nilikuwa nimekaa. Alifanya vile kwa sekunde kadhaa, na kisha kaibuka na kitu fulani kama vile kijifurushi kidogo ambacho hiki kilikuwa kimefungwa na kamba nyekundu hivi, ambacho ukubwa wake haukujaa kabisa hata kwenye kiganja cha mkono. Huu ni uchafu mjukuu wangu, ulipangwa uugue wewe wiki nzima, lakini mara baada ya hiyo wiki ungekuwa tayari ni kichana, usingeweza tena kuendelea kuendesha gari, alizungumza vile yule mama, na huko abiria wengine walikuwa wanatazama kwa mshangao kweli kweli. Sasa basi chukua huu uchafu
sogea pale pembeni ukojelee mkojo na kisha kesho kampatia mwenyewe aliyouweka hapa. Alizungumza vile ule bibi na uko alikuwa ananipatia kile kifurushi ambacho alikuwa amechukua. Sasa bibi, mimi nitamjuaje mtu aliyeweka hapa? Nilimuuliza vile ule bibi. Wakati ule kichwa kilikuwa kimeanza kupua kwa haraka kabisa. Aliyekuachia gari hili ndio kampatie, alizungumza vile ule mama. Nilipokea kile kifurushi na kushuka nacho nje ya gari. Nikasogea kichakani na kisha kukikojolea kama ambavyo alikuwa ameniambia. Ukweli ile tunamaliza kukojolea kichwa kilipona kabisa. Nikarudi kwenye gari kusudi nimshukuru ule bibi. Ukweli ni kwamba sikuweza kumkuta kabisa ule bibi. Hata nilipouliza kwa abiria wengine pia walisema kwamba hawajamuona kabisa wakati akiwa anaondoka. Napo sasa nikaanza kuwaza kwamba ingekuwaje kama ningemwacha ule mama pale Kibamba. Ingekuwa ndo mwisho wangu huo. Na alikuwa amekuja kuniomba tu kwamba naomba afike Kibaha hana nauli. Ningekuwa na tabia kama Makonda na madereva wengine kwamba hawawezi kabisa kuwasikiliza watu kama hawa, ingekuwaje? Hawezi kabisa kuamini. Kuanzia pale sikusikia hata dalili ya maumivu ya kichwa. Na usiku wakati wa kulala nilikuwa nawaza sana kuhusu kile kilichokuwa kimetokea. Sikutaka kabisa kuanza kuhusu Dastani kunifanyia ushirikina. Maana leo nilikuwa nimemwona akiwa katika hali ya urafiki na mimi. Alafu nilikuwa nawaza namna nitakavyomkabidhi kile kifurushi chake kama nilivyoelekezwa na ule bibi. Nitaanzaje kufanya vile? Maana kama ni yeye tayari nilipaswa kumwogopa. Nakumbuka mida fulani mida ya saa 6 nikiwa naendelea tu kuwaza na huko nilikuwa natazama TV. Nikasikia simu yangu ilikuwa inaita. Nilipotazama nikaona kwamba mpigaji alikuwa ni dereva Dastani. Kwanza nilishtuka kidogo. Maana hakuna siku aliwahi kunipigia simu mida kama ile. Hapo nilitulia kidogo nikiwa najiuliza nipokee simu ile ama niipotezee. Na je, nikiipokea atasema kitu gani? Anaweza kuwa na jambo muhimu kweli la kuniambia. Na kwa kweli ilikuwa ni mida ya saa 6 za usiku na kuona kwamba ngoja niichunie tu. Ni kweli sikupokea kabisa simu ile. Simu iliita mpaka ilipo katika yenyewe. Nashukuru hakupiga tena. Lakini mara baada ya dakika kama 10 hivi simu ikaanza kuita tena. Nilipotazama mpigaji alikuwa ni nani? Alikuwa ni bosi Freddy. Napo nikajua kwamba inawezekana kuna jambo limetokea na mimi nilikuwa nahitajika kupokea simu ile. Lakini wakati nataka kuipokea sijui wazo lilitokea wapi. Nikaamua kuiacha nayo iliita mpaka ilipo katika yenyewe. Ikapigwa tena na bosi Freddy ndio aliyokuwa anapiga simu ile. Napo nikaichunia vile vile. Akarudia tena kupiga mara ya 3 na kisha ikawa kimya. Nilifanya vile nikiwa najiandaa kusingizia kwamba sikuwa nasikia simu kwa sababu nilikuwa nimelala. Siku ya pili pia kama kawaida yangu, mapema tu nilikuwa barabarani nimeshaamsha gari na huko nilikuwa nasikiliza tu kama kichwa kingeanza kuuma tena. Lakini mpaka nafika Mbezi mpaka Kariakoo na shusha abiria na kuchukua wakurudi nao nafika Mbezi, hakukuwa na maumivu yoyote ya kichwa. Nakumbuka hata nilipofika pale Mbezi kwa ajili ya kumchukua dereva wangu Dastani sikuweza kabisa kumkuta. Na nilipoona kwamba alikuwa anazidi kuchelewa nikaondoka pale Mbezi saa 12 kasoro. Sikutaka hata kumpigia simu maana nilikuwa nimeanza kuishi kile ambacho alikuwa anahisi yeye. Nilifika Ubungo na kupakiza abiria kama kawaida na kisha nilianza safari ya mkata bila kupokea simu ya dereva ambaye sikujua kabisa ni kwa nini hakuwa amekuja siku ile. Nilikuwa nawaza pengine alikuwa amepatwa na dharura na ndio maana alikuwa amenipigia simu ile usiku. Lakini nikiwa maeneo ya Chalinze yani mida ya saa 2 za asubuhi nilipokea simu kutoka kwa bosi wangu Freddy. Mida hiyo nilikuwa na dereva wa Daiwaka tu. Shikamoo bosi. Nilimsalimia vile bosi Freddy ambaye ni kama alishangaa kidogo. Vipi unaendeleaje dogo? Aliuliza pale bosi Freddy japo nilijua kabisa swali lake lilikuwa na maana gani. Lakini nikajifanya kama sijui hivi ili kusudi afafanue mwenyewe. Niko Chalinze hapa bosi naelekea mkata, sema sijamuona Dastani leo na wala hajanipatia taarifa yoyote ile. Nilimweleza pale bosi ambaye ni kama alipatwa na mshangao hivi. Wewe si unauma wewe Hansi, umewezaje kuingia kazini leo? Aliuliza pale bosi Freddy kwa sauti iliyojawa na mshangao mkubwa kweli kweli. Ulikuwa na mshangao ambao hata mimi niliweza kusikia kwenye simu ile. Bosi, wewe umejuaje kusukumwa kwangu mimi? Hapo nikajipatia uhakika wa jambo ambalo nilikuwa naliwaza kichwani. Niliwatilia mashaka watu wawili, kama sio bosi mwenyewe ndiye aliyenichezea mchezo ule, basi atakuwa ni Dastani. Maana mpaka sasa sikuwa nimejua kabisa ni nani ambaye nimkabidhi ule mzigo ambao ulikuwa umekutwa chini ya siti ya dereva. Hapo bosi ni kama akapatwa na kigugumizi kidogo hivi. Nimeambia, hebu subiri kidogo, hebu subiri kwanza. Hapa bosi ambaye alitaka kumtaja aliyemwambia alisita kidogo na kisha kuniuliza swali. Kwani asi wewe hujamweleza mtu yoyote kama unaumwa? Hata kama ulikuwa unamdanganya tu hivi?
Akaniuliza vile bosi swali hilo, na hapo nikachekecha akili kwa sekunde kadhaa. Nilikuwa nafikiria kama kuna mtu nilimweleza kuhusu mimi kuumwa kwangu. Ukweli hakukuwa na mtu hata mmoja ambaye nilimweleza zaidi ya wale abiria ambao nilikuwa nao ndani ya gari pamoja na yule dogo wa Daiwaka yule. Pengine atakuwa ni dogo mmoja hivi ambaye nilikuwa na jana jioni, maana kuna wakati nilishikwa na kichwa cha ghafla hivi. Nilimweleza vile bosi na yeye alizungumza pia. Basi yeye ndio atakuwa amemwambia Dastan kwamba unaumwa. Alizungumza vile bosi Fred akiwa anajipatia uhakika wa ukweli juu ya habari ile ya uzushi ile. Na hata sijui ni kwa nini alimwambia yani. Maana mbona nilikuwa nimeumwa muda mfupi tu yani. Nilimweleza vile bosi na huko nilikuwa naonyesha mshangao wa nguvu na mimi. Kweli huyo dogo ni mzushi sana huyo. Maana habari ambayo nimeipata ni kwamba unaumwa sana na pengine kuingia kazini itachukua muda mrefu sana wewe. Alizungumza vile bosi, na ni kweli nilikuwa nimeamini kwamba pengine kama kawaida yake Dastan alikuwepo pale stendi ule muda akiwa anasubiri umbea wowote. Na dogo aliporudi kutoka Kibaha mara baada ya kumwacha pale picha ya ndege, nadhani ndio alimkuta na kisha kumweleza jambo hilo ambalo yeye alikuwa amelichukulia kwamba bado nilikuwa naumwa. Nadhani Dastan alielewa vibaya tu bosi. Nilisawazisha vile habari hiyo na kisha kuondoa wasiwasi kwa bosi. Sikutaka kabisa kumshirikisha lile swala la ulozi lile. Basi poa, nitampigia basi ya kusubiri pale Mbezi pale. Alizungumza pale bosi kabla hatujaagana. Niliendelea tu na safari na huko nilikuwa natafakari sana jambo hilo kiasi kwamba nikashawishika kumuuliza jamaa mmoja hivi ambaye huyo alikuwa amekaa siti ya mlangoni, yani abiria wangu ambaye huyu nilimwanzia mbali kidogo mpaka nikafikia sehemu ambayo nilikuwa nahitaji. Hivi kaka, inawezekana mtu akakuwekea dawa hapo hapo na kisha ikaanza kukudhuru? Nilimuuliza vile yule mteja ambaye muda ule alikuwa anaelekea Mkata. Ni kwa nini sasa ishindikane? Inawezekana kabisa, na tena bila tabia yoyote ile. Alinieleza vile yule jamaa, japo na yeye sikuwa namwamini sana. Lakini sasa nikajikuta niko natilia mashaka juu ya Dastan kutokana na jambo lililokuwa limetokea baadaye, na ilikuwa ni siku ile ile. Maana wakati narudi mjini niko maeneo ya Mazizi na karibia Rugoba, bosi akanipigia simu kwamba nitamkuta Dastan Mbezi. Na mimi nilipokaribia Mbezi nikampigia simu, lakini simu yangu hakupokea. Hata tuliposimama pale Mbezi kushusha abiria pia tukumuona kabisa Dastan. Kwa hivyo sikuweza kusubiri zaidi, maana hata simu nilijaribu sana kumpigia tena lakini bado hakuwa amepokea. Kwa hivyo nikaelekea mjini kuwaisha abiria. Nilitegemea nitamkuta Mbezi wakati narudi, lakini bado sikuweza kabisa kumuona. Maana wakati wa kurudi nilipitia Mbezi lakini sikumkuta kabisa. Na hapo nikampigia tena simu lakini simu haikupokelewa. Sikutaka kuendelea kuhangaika naye, nikang'oa gari tu. Nikizingatia nilikuwa nimeshapakia abiria. Niliondoka na dereva wangu wa Daiwaka kama kawaida kuelekea Chalinze mida saa 7 mchana. Siku ile tulichelewa sana kutokana na kwamba tulikuwa tumemsubiri sana Dastan. Ile saa 9 alasiri ilitukuta tukiwa bado tu hatujafika Mkata, ambako huko tulifika saa 10:30. Tulipakia abiria wengine na kisha tukaondoka kule saa 11:15, na tukiwa tunakaribia Wami ndipo nikapokea simu ya Dastan. "Wewe uko wapi?" Akaniuliza vile mara tu baada ya kupokea simu ile. "Ndio natoka Mkata hapa, wewe uko wapi? Maana bosi ameniambia kwamba utakuwepo Mbezi hapo." "Nikapita hapo, nimekusubiri sana sijakuona." Nilimuuliza vile Dastan ambaye alitoa utetezi ambao ukanifanya nielewe somo. "Nilikuwa nimepata dharura hivi, kuna jamaa yangu mmoja anaumwa, yupo huko Vigwaza huko. Nilikuwa nimekimbia mara moja kuja kumuona." Huo ndio ulikuwa na utetezi wa jamaa. Hapo mbele sasa utajua ni kwa nini nimesema kwamba ni utetezi tu. "Okay basi poa, tutakutana hapo, si karibu na barabara tu eh?" Nilimuuliza vile Dastan naye akasema kwamba ni karibu kabisa na barabara. Kwa hivyo tukakubaliana kwamba litamkuta pale Vigwaza. Kilichotokea mara baada ya sisi kufika Vigwaza ni habari nyingine kabisa. Maana Vigwaza mzani tulifika saa 1:30 ambapo nilimpigia simu kwamba Dastan tutamkuta barabarani. "Okay basi natokea basi njia panda ya Kwala hapo." Alizungumza vile Dastan ambaye alionekana wazi kabisa kwamba alikuwa kwenye bodaboda ama gari la wazi ambalo lilikuwa linatembea. Hii ni kutokana na upepo ambao ulikuwa unavuma kwenye simu. Japo nilikuwa najiuliza kwa nini alisema kwamba ni karibu na barabara, halafu anaonekana kwamba yupo kwenye usafiri, lakini sikutaka kabisa kujua swala hilo. Nikamwambia tu dereva kwamba tunahitaji kusimama, naye alikwenda kusimamisha gari pale njia panda ya Kwala, ambapo hapo hatukukuta mtu yoyote zaidi ya wafanyabiashara wadogo pamoja na bodaboda ambao hawa walianza kulisonga gari wakizania kwamba tulikuwa tunashusha abiria. "Huyo jamaa kwa alienda kwa mganga nini?" aliuliza vile dereva, na huko alikuwa anatazama upande wa Kwala. "Kwa nini unasema hivyo? Kwani mtu akija huko ni lazima aje kwa mganga?" nilimuuliza vile Suka.
Unadhani kuna kitu gani huko kwa mzee? Na tena hapo mbele tu kuna mzee mmoja anasifika sana kwa zongo. Bwana huyo akikupiga kitu tu ni hatari. Anakaa huko mbele huko. Alizungumza vile dereva, na hapo nikaziruka kutoka kwenye usingizi mzito sana wa upumbavu kiasi kwamba hata mwili ulisisimka. Na dakika mbili tukaiona bodaboda inakuja kwa fujo kweli. Ilikuwa imepakiza mshikaki wa watu wawili. Nikatazama kwa makini ili nione waliopanda kwenye ile bodaboda walikuwa ni akina nani. Ile tu kusimama wakashuka watu wawili. Mmoja alikuwa ni Dastani na mwingine alikuwa ni kijana mdogo hivi ambaye huyu alikuja wote kwenye gari pamoja na yule bodaboda. Hansi mpatie buku tatu huyo jamaa basi. Alizungumza vile Dastani, na hapo nikapata jibu la mashaka yangu ambayo nilikuwa nayo. Kwamba huyu jamaa hakuwa karibu na barabara kama ambavyo alikuwa amezungumza. Maana nauli ya shilingi 3000 kwa bodaboda ni umbali mrefu kweli. Nilitoa pesa ile na huko kichwani mwangu nilikuwa najiambia kwamba pengine nilikuwa natoa nauli yangu ili kumpatia mtu ambaye alikuwa amekwenda kuniroga mimi mwenyewe. Safari iliendelea. Mara kwa mara Dastani na mwenzake walikuwa wanazungumza kilugha chao tu, na tena ilikuwa kwa sauti ya chini, na niligundua kwamba kumbe walikuwa wametokea sehemu moja. Na kwa makisio nilijua kwamba Dastani alikuwa na undugu na huyo dogo ambaye mara kwa mara alikuwa ananitazama kwa macho ya wizi hivi. Nilipokuwa namtazama mimi alikuwa anaangalia chini. Ilikuwa ni vile mpaka tulipofika Mbezi. Nilikuwa nategemea Dastani na mwenzake wangeshuka pale Mbezi, lakini haikuwa vile. Waling'ang'ania tu kwenye siti na baadaye yule dereva kaniaga. Wewe mwanangu, sasa maliza safari basi na dereva wako, acha mimi nikapumzike kidogo. Alizungumza vile yule dereva wangu adai waka yule, na huko alikuwa anashuka kwenye ile gari na mimi sikumpinga. Naona kaka unataka ukale mafao mapema Nilimwambia vile dereva, na huko nilikuwa namsogelea upande ule ambao alikuwa ameshukia. Wakati ule Dastani alikuwa na wai kwenye siti ya dereva. Sikutaka Dastani aone ninampatia kiasi gani cha pesa yule jamaa ambaye nilitoa noti 3 za shilingi 10,000 kwa siri na kisha nikampatia. Waya watatu hao. Nilimnongoneza vile, na huko nilikuwa namshikisha mkononi na akazipokea vile. Alafu kama kuna kitu alikuwa anahitaji kuniambia, lakini alisita kidogo na kutazama kule kwa dereva. Na kama na Dastani alikuwa anatukata jicho hivi. Okay fresh kaka, basi baadaye si unapita hapa Mbezi? Akaniuliza vile yule suka. Wakati ule mimi nilikuwa natembea kuelekea kwenye mlango wa abiria upande wa pili wa gari. Kama kawaida tu kaka, njiani nitakuwa na okota kama kawaida. Nilimjibu vile, na huko nilikuwa na dandia gari ambalo hili lilikuwa linatembea taratibu. Saa 3 na dakika zake ndio mida ambayo tulikuwa tunaingia tena Mbezi. Tulikuwa na abiria wengi sana usiku ule ambao mwanzo nilikuwa nimewatangazia gari mwisho Mbezi, japo wengine walikuwa najua kabisa kwamba gari hilo lilikuwa linaishia Kibamba kwa Matias. Tulifika pale Mbezi. Hawakutaka kushuka. Nilimpatia Dastani shilingi 10,000 japo posho yake kwa muda ule aliyokuwa ameendesha ilikuwa ni shilingi 5,000 tu. Muda mwingine nilikuwa bize tunatazama asije kwa ndiye yeye aliyeweka vile vitu jana, na leo alikuwa anataka kurudia tena kuweka mara baada ya kuona kwamba niko fresh kabisa, lakini sikuona dalili ya kwamba alikuwa anaweka kitu kingine mpaka nilipokuwa nashuka. Si unajua tena mida ya kazi hii Nilizungumzia vile, na huko nilikuwa nashika mlango wa gari kusudi nipande, lakini kabla sijapanda nikashtuka nikiwa nashikwa bega na kushushwa chini. Mdogo, usipande kwanza ile gari. Niligeuka haraka na kisha kumtazama yule ambaye alikuwa ananivuta, japo nilikuwa naifahamu sauti ile na kumjua mwenye nayo. Alikuwa ni yule dereva wa Deiwaka yule. Makaka, kumbe bado uko hapa? Mimi nilijua labda pengine utakuwa umeenda kula bata. Niliuliza vile kwa sauti ya kuchangamka mara baada ya kumuona yule dereva. Machana na mambo ya bata dogo. Unakumbuka nilikwambia nini wakati tupo pale Kwala pale? Aliuliza vile yule dereva ambaye kiumri wake alikuwa ananizidi kidogo. Mimi nilikuwa namshangaa kidogo, maana sikufikiria kabisa kama naweza kuwa bado ana wazo la kwa Dastani alikuwa ametoka kwa mganga eti. Achana na hizo habari bro. Hata kama ni mshirikina lakini sio kiivo. Nilimwambia vile yule jamaa ambaye baadaye alitikisa kichwa kwa masikitiko tu. Kaka, uko vitani wewe. Ulikuwa naelewa kile ambacho alichokuwa anazungumza yule jamaa kwa kilugha chao kile? Kwa taarifa yako yule dogo ameshajipanga kwamba konda kwenye gari hii mara baada ya wewe kuachishwa kazi. Alizungumza vile yule dereva na kuanza kunieleza kuwa njiani wakati wale wawili walipokuwa wanazungumzia kile kilugha walikuwa nasisitiza na kutokufanya makosa, na uko Dastani alikuwa anasifia kwamba safari hii mimi si chomoki kabisa, maana kwa mtu ambaye alikuwa amekwenda ilikuwa ni kiboko kweli. Na pia kuna muda alikuwa anamwambia yule dogo kwamba hii ni kazi rahisi mno, na utakapokwama mimi nitakuwa nakuelekeza. Ina maana kwamba walikuwa na uhakika kwamba wananiondoa mimi kwenye ile gari, na tena sio siku nyingi tu. Walikuwa na uhakika kwamba kesho nisingetamani kabisa kuingia kwenye gari hilo.
Cha msingi na kutega sikio tu, halafu kesho tutaifuata funguo. Aliwasikia wakiwa wanazungumza vile, maana hawakufahamu kabisa kwamba huyo jamaa alishawahi kukaa kule wilayani kwa Wandeni kule, na alikuwa anafahamu vizuri kabisa lugha za kule. Dogo, hebu shusha kwanza abiria, halafu tafuta ufumbuzi. Akanishauri vile jamaa, na mimi sikuwa mbishi kabisa. Nikashusha abiria kwa kuasisitiza kwamba gari lilikuwa linaishia pale Mbezi, na mara baada ya pale Olesuka alipanda gari kwa kutumia mlango wa abiria na alianza kukagua gari kwa kutumia tochi ya simu yake. Alimulika eneo lote dereva mpaka alipoibuka na kikaratasi fulani cheupe hivi ambacho hiki kilikuwa kimefuliwa kwa rangi nyekundu mfano wa damu hivi. Kilikuwa kimefungwa ikionyesha kwamba ndani kulikuwa na kitu hivi. Alikichukua chini kwenye sakafu ya gari pale kwenye clutch ya brake na pedal ya mafuta, na ni kweli nikaanza kuamini kwamba nilikuwa vitani. Kumbuka kwamba muda huo wote gari lilikuwa bado linaunguruma. Mimi sikuwa nataka kabisa kupanda kwenye gari hilo, hasa kwenye kiti cha dereva kile, na hapo tukakubaliana kwamba tuakutanishe bosi pamoja na Dastan kwenye hili. Kwa hivyo kwanza nikampigia simu bosi ambaye hakuchelewa kupokea simu ile. Bosi, mimi niko hapa Mbezi, kichwa kinaniuma sana, naomba uje mara moja. Na pia mpigie simu Dastan aje kuchukua gari, maana sitoweza kabisa kuendesha. Nilimweleza pale bosi ambaye kwa bahati nzuri hakuwa mbali na pale. Ukweli alishtushwa sana na jambo hilo la kuuma kwangu kichwa. Alikuwa anafananisha na taarifa zile ambazo nilikuwa nimezipokea jana. Akasema basi nakuja sasa hivi, ngoja nimpigie simu Dastan. Tulipanga vile bila kuweka wazo, kwa maana kwamba hata kama ikiboma na kuonekana bado haijawa kama tunavyotaka sisi, basi ionekane kwamba mimi naumwa kichwa na wao waondoke na gari na mimi nikapande daladala niende picha ya ndege. Na huko nilikuwa napania kwamba kama Dastan asipoumbuka na kuacha kazi, basi mimi lazima nitaacha kazi na nitaanza maisha mengine kabisa, ukichukulia kwamba nilikuwa na fedha za kuanzia nyingi tu. Dakika 15 baadaye bosi aliingia pale stendi na kusimamisha gari lake karibu na gari lake la Costa, na mimi nikajifanya kama nilikuwa nimetulia na kukunja sura kwa maumivu hivi. Pole sana dogo, litakuwa ni tatizo gani hilo? Aliuliza pale bosi, na uko alikuwa ananitazama kichwani tu. Kwa kweli bosi, hata mimi sijui kabisa, na shangaa tu kuna kichwa kinaniuma tu. Nilijibu vile kwa sauti fulani kama vile iliyokuwa imejawa na maumivu makali hivi. Da. Basi kesho inabidi nikupeleka hospitali ukacheki. Pia nimeshampigia simu Dastan. Alizungumza vile bosi, na kabla hajamaliza kuzungumza tayari tukamsikia Dastan akiwa anajibu. Nimeshafika tayari bosi. Wote tuligeuka na kisha kumtazama. Alikuwa anakuja mbio yuko na yule ndugu yake, na wote walikuwa wamekinwa tu meno kwa furaha. Umefanya vizuri sana Dastan. Sasa chukua gari, kesho utaenda ruti mwenyewe. Mtafute konda wa muda mpaka anzi atakapopona, maana naumwa kichwa vibaya mno. Alizungumza vile bosi Freddy, na hapo nikaliona tabasamu pana usoni kwa Dastan. Hakuna haja yote ya kumtafuta bosi. Kuna huyu dogo hapa yuko vizuri sana huyu. Alikuwa ni konda kule Handeni kule. Alizungumza vile Dastan, na hapo nikamtazama yule dereva wangu. Hiyo imekaa hiyo. Sasa namuona jamaa ameshikwa na kichwa cha ghafla hivi. Yaani ile unaondoka tu. Hapo napomwona amekaa ndo vile ambapo ulimwacha. Hata kwenye gari hajaingia kabisa. Na huo mlango toka umefungwa wewe ndo vile wala hajaingia mtu kwenye gari. Alizungumza vile dereva wangu, na hapo nikaona mshtuko wa wazi kabisa kutoka kwa Dastan. Na kwa mwenzake alikuwa anachia mshangao wa nguvu kabisa. Wote walitazamana kama vile walikuwa naulizana imekuaje, na kisha walimtazama yule dereva wangu. Wanasema kwamba hakuingia kabisa kwenye gari. Ilikuwa ni sauti ya mshtuko kweli. Yaani ile umeondoka tu kichwa ndo kilianza kuniuma. Safari hii nilizungumza mimi. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 9 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Mlango wa Nyuma. Mimi naitwa Felix.